Miaka minne ya vita ya Ukraine na Urusi. Kwanza, ndani ya miaka minne, cha kwanza kabisa tunachoweza kukisherehekea, mimi binafsi nimekipenda, ni dunia ya mkubwa mmoja kusambaratika. Dunia haiwezi kuongozwa na mtu mmoja. Akikwambia sikupi hichi eti ndio basi, huwezi kukipata. Ndugu zangu, ile dunia ilikuwa ndio dunia hatari kabisa kuwahi kutokea, naamini. Dunia ya mkubwa mmoja. Tengeneza picha. Ukitaka kuelewa hatari ya hii dunia tulikuwa tunaishi, tengeneza picha. Unanunua bidhaa duka fulani. Ukikosa hiyo bidhaa kwenye hilo duka, huwezi kupata tena bidhaa sehemu nyingine. Ni hatari. Mtakuwa mnagombea bidhaa kwenye hilo duka. Na tena hatari zaidi ni kwamba yule mtu anaweza akajipangia bei anavyotaka, kwa sababu hamna uwezo wa kwenda sehemu nyingine kupata bidhaa. Ile ilikuwa dunia hatari sana. Dunia ile imekufa. Ni lazima tuiambie na serikali. Na kwa kutumia mfumo ule ule wa ile dunia, ndio ambao tulikuwa tunaendeshwa nao hata hapa nchini kwetu. Huwezi kurekebisha barabara ambayo iko mtaani kwako eti barabara ni ya TANROADS. TANROADS anakuja baada ya miaka 5-6 kuja kurekebisha hiyo barabara. Ndugu zangu, kuna vitu tunatakiwa tuiambie serikali. TANROADS haiwezi kuturekebishia barabara zetu. Inabidi TANROADS aje angalie kwa nini barabara haijarekebishwa. Ili tukabidhiwe barabara zetu, inabidi JKT amilikishwe ardhi ya Tanzania. Nitawakumbusha Watanzania kila nikiongea. Kuna kauli mbili zimetoka sehemu mbili tofauti. Urusi na kauli nyingine imetoka Ukraine. Urusi wamesema wanapigania uhuru wao. Je, ni kweli? Wakati Ukraine wamesema Putin ameshaanzisha vita kuu ya 3 ya dunia. Tuanze na Urusi. Ni kweli Urusi wanapigania uhuru wao? Ni kweli kabisa, haina shaka. Kwa sababu super power anavyotaka kufanya mambo yake, huwezi kumwambia huruhusiwi. Systematically, baada ya anguko la Soviet, Urusi alikuwa anazuiwa kufanya vitu ambavyo ana uwezo wa kuvifanya. Urusi kufanya biashara na fulani. Yaani kwa mfano sisi tunataka tufanye biashara na Urusi, Marekani anakuja kwetu sisi anatuambia ukifanya biashara na Urusi sikupi hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo Urusi alikuwa anatengenezewa maadui. Ndugu zangu, dunia imetoka, kwa sisi tunajua dunia inavyoendeshwa, dunia imetoka sehemu hatari sana. Warusi wamesacrifice damu nyingi sana kuikomboa hii dunia. Kwangu mimi naamini Warusi wamesacrifice damu nyingi sana kuitoa hii dunia kutoka kuendeshwa na mtu mmoja kuwa dunia ya wakubwa wengi. Uhuru ambao Warusi walikuwa wanaopigania, uhuru wa kufanya biashara na yoyote yule, uhuru wa kukua kiuchumi, uhuru wa kujitanua kulingana na nguvu ambazo wanazo. Warusi wana nguvu. Unafikiri hii vita magharibi waliibetia kimilitari, kijeshi? Sikiliza podcast zote za magharibi. Kamari ya magharibi ilikuwa ni kiuchumi. Warusi wana nguvu kubwa sana za kijeshi, wala huhitaji discussion. Store ya makombora walionayo kuanzia Soviet. Kuna makombora mengine walikuwa wanayamodify yanakuwa ya kidigitali. Zile walikuwa wanaita dam missiles, sijui dam bombs. Magharibi wenyewe walikuwa wanatupa hayo majina. Dam bombs. Wanaweka sijui hizi satellite winged wanajua wenyewe. Kwa hiyo kijeshi Urusi nguvu zake huhitaji kubetia. Watu walikuwa wamebetia kwenye uchumi. Tukimchoki huyu bwana kiuchumi, hii vita haiwezi kwenda. Hawanashangaa ni mwaka wa 4 war of attrition. Kwa hiyo kamari ya kubetia kwamba Putin atafeli kiuchumi imefeli. Shukrani ziende kwa China, India na Ulaya wenyewe. Tusiseme tu kwamba eti China na India ndo wamempa Putin pesa. Putin alikuwa anapata pesa, alikuwa mpaka sasa anapata pesa nyingi sana kutoka hapo Ulaya wenyewe. Nitakuwekea hapo video wasikie wenyewe kwa wenyewe wanavyogombana, wanavyokaa vikao vya kukataa nishati ya Urusi. Yaani kukataa nishati ya Urusi ni sawa sana kumwambia mtu wa Dar es Salaam eti Urusi kutumia maji ya Ruvu, maji yako yatatoka Morogoro. Unaniambia nikachukue maji Morogoro wakati maji yako Ruvu? Una akili kweli wewe? Nitakuwekea hapo utawasikiliza wenyewe. Tuje kwa upande wa Zelensky, anadai kwamba eti Urusi kashaanzisha vita ya 3 ya dunia. Itakuwa vita ya 3 kama utawakaribisha hao ndugu zako ambao wanakupa kiburi waingilie ugomvi kwa kuleta wanajeshi wao ndani ya nchi yako na kuanza kupiga ndani ya Urusi kwa kutumia makombora ya masafa marefu kweli kweli. Nimewaambia ndugu zanguni, Urusi akipigwa sehemu ambayo anahisi ni moyo wa nchi,
Ulaya yote haiwezi kubaki hai. Nataka turudi nyuma kidogo. Japani alikuwa superpower ndugu zanguni. Yaani Japani hii ya leo unayoiona, zamani hizo tuifananishe na kama Iran. Unaona Iran ilivyo sasa hivi ndio alivyokuwa Japan. Manake pasi na nuclear ambayo Marekani alitumia kwa Japan, ni lazima Japani alikuwa anaisambaratisha Marekani. Kwa nini hicho kitu dunia haitaki ujue? Kwa nini magharibi hawataki ujue power aliyokuwa nayo Japan? Japan alikuwa ameshafika Marekani. Japan alikuwa anaisambaratisha Marekani kama sio nuclear. Nuclear ilikuwa ndio option ambayo Marekani alikuwa nayo. Bila nuclear, ndugu zangu, dunia haipendi ujue historia, kwa sababu ukijua historia utajitambua. Hata sisi wa Afrika, dunia haitaki tujue, especially wa Tanzania, nakumbusha wa Tanzania, dunia haitaki tujue kwamba mababu zetu ardhi ilikuwa ni mali ya jumuiya. Ardhi unamgaia kila mtu kivipi? Inatakiwa upewe sehemu ya kulima, sehemu ya kuishi, period. Kesi za ardhi zote ni za kutengeneza. Lazima nakumbusha wa Tanzania, njia nzuri ya kumtawala mtu ni kuhakikisha hajui historia yake, hajui mashujaa wake. Kama mimi nilipopita shuleni naambiwa Nyerere big failure, Nyerere big failure. Kama Nyerere big failure, aliyefaulu nani? Jomo Kenyatta. You tell me, aliyefaulu nani? Wa Nigeria wanaopinduana kila siku. Nyerere big failure. Ndugu zangu, njia nzuri ya kumtawala mtu, hakikisha hajui historia yake. Na ndicho wa Ukraine unachofanyiwa. Twende Ulaya kwenye miaka 4 ya kumbukizi ya hii vita. Wamekaa kikao kuandaa vikwazo vya 20th round of sanction wanaita wenyewe. Yaani vikwazo vya round ya 20 kupeleka Urusi. Wamekosa majibu. Kwa nini? Kwa sababu kinachotakiwa kuwekewa vikwazo ndicho kinachoendesha maisha wa Italiano, maisha ya wa Hungary, maisha ya Slovakia. Hebu wasikilize kidogo. Msikilize huyu mama wa Jumuiya ya Ulaya, dada yangu huyu, anakunywa vipombe sometime. Akija ananichekesha. Sometime anaongeaga vitu vingine kwangu mimi ni comedy na naona hata haina haja hata kuviripoti. Amesema wameshindwa kuelewana kuleta hivyo vikwazo. Kwa nini? Kwa sababu vitu ambavyo wanataka wavizuie kutoka Urusi kuja kwa Jumuiya ya Ulaya vinaendesha maisha yao. Huu ni mwaka wa 4. Nani ambaye hajachoka na hii vita? Hata Warusi wamechoka, lakini Warusi wanapigana kupigania uhuru wao. Unfortunately, we did not reach an agreement on the 20th sanctions package. This is a setback and a message we didn't want to send today, but the work continues. Everybody understands that diplomacy is preferable to war, yet after a year of talks, we still don't even have ceasefire. Ndugu zangu, kujitambua ni kitu kizuri sana katika maisha. Kumbuka Warusi wanapigania generation inayokuja, hawapiganii generation ya leo. Wanatengeneza msingi wa generation inayokuja isiteseke. Hata mimi nikiwa na address kwamba ni muda JKT pewe ardhi, ni future generation. Generation nadhani imeshakufa kabisa. Msikilize huyo jamaa wa Slovakia. Yeye ndani ya Ukraine kuna mabomba ya mafuta yanapita kutoka Urusi, yanapeleka mafuta Hungary, yanapeleka Slovakia. Manake Zelensky ana uwezo wa kuzuia haya mafuta, si yanapita kwake. Sasa Zelensky anayazuia, hataki mafuta yaende Hungary na Slovakia. Na hao wakina Hungary na Slovakia, kumbuka wako Umoja wa Ulaya, wanamsaidia huyu bwana kwenye hii vita yake. Wanampa umeme, wanampa wengine, wanampa diesel. Mwambie wewe hivi una akili kweli wewe? Msikilize kwanza jamaa wa Slovakia. As of today, if the Ukrainian side turns to Slovakia with a request for assistance in stabilizing the Ukrainian energy grid, such assistance will not be provided. Yani, mimi nataka niongee kwa kifupi. Ulaya haiwezi kuishi bila Urusi. Tusiongee maneno mengi. Ulaya haiwezi kuishi bila Urusi. Dar es Salaam haiwezi kuishi bila Ruvu. Niongee kwa mifano hiyo. Watakaa vikao miaka na miaka. Waswahili mna msemo wenu unasema aliyepewa kapewa. Urusi kapewa. Ulaya waende kwa nidhamu, wapewe wanachokitaka kutoka Urusi. Period. Dunia hii sio ya Marekani tena. Kwa hiyo miaka 4 ya vita ya Ukraine, kamari ya Ulaya na Marekani kwamba wangeweza kunyonga uchumi wa Urusi imefeli. Sijui walijisahau kwamba maisha yao yanaendeshwa na Urusi. Kwa sababu sio kwamba Marekani maisha hayajapanda bei, maisha yamepanda bei kweli kweli. Huwezi kuishi bila Urusi, aliyepewa kapewa kama wanavyosemaga Waswahili. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, miaka 4 ya vita ya Urusi na Ukraine kwanza imebadilisha dunia kutoka kuwa ya mmoja kuwa ya wengi, wakubwa wengi, multipolar world order, from unipolar world order to multipolar world order. UN imekufa,
Yaani UN imebaki nyumba tu na logo, lakini simba asiye na meno au chatu asiye na sumu unaweza ukamchezea. UN ni zero kabisa, hakuna kitu. Ni muda sisi kama Tanzania kufanya maamuzi kwa faida ya nchi yetu. Tutoke kwenye uongozi kwamba kila kitu kinafanywa na central government. Kazi ya central government ni kuangalia wananchi wakiyapambania maendeleo yao, kwa sababu mfumo ambao central government inatuongoza ndio mfumo kwamba Marekani ndio anaamua kila kitu. Unakwenda Marekani kuomba mkopo wa kujenga daraja, Marekani wanakuja kuangalia, ndio hiyo World Bank hiyo. Wanaona kabisa hii kitu ikifanikiwa watu tutawapata wapi? Hawakutekeleza hii. Hivyo hivyo tuje sehemu mbunge ni Chadema. Sisi hawezi kupeleka maendeleo, kwa sababu sisi mkipeleka maendeleo Chadema ataendelea kupatawala miaka yote. Hiyo michezo tunaijua. Sehemu Chauma ndiye ni mbunge. Sisi hawezi kupeleka maendeleo pale kwa sababu Chauma atatawala pale miaka yote. Tunatokaje kwenye huu mfumo mbovu kabisa wa kiutawala kama sio JKT kupewa nchi, wananchi wakayapigania maendeleo yao wenyewe? Kazi ya central government ni kwenda na kusema kwa nini hichi hamjakifanya, mmekosa nini, tuwasaidie. That's how maendeleo yanakwenda. Lakini swala kutuambia tukae mtuletee chakula, mtuletee maendeleo, dunia ipi hiyo? Dunia imekufa. That was American world order. Don't do nothing, I will do for you. Yaani usifanye chochote World Bank itakufanyia. Tunatokaje katika huo mwavuli? Dunia imeshatoka huko. We can go west, east, kaskazini, kusini, popote tunaweza kwenda tukapata mkopo sasa hivi. So ni muda sasa tusiambiwe eti World Bank haija-assess. Who is World Bank? Dunia World Bank imekufa. Tuko kwenye multipolar world order. Kuna sehemu unaweza ukaenda mkopo, hakuna masharti mengi. Serikali, hii sio dunia ya Marekani. Hii dunia ya Marekani, China, Ulaya, Iran, United Arab Emirates, wote hao ni masuperpower. Wanaweza kukupa mkopo wa masharti nafuu. Zaidi na zaidi, maendeleo tutayaleta sisi wa Tanzania na sio central government. Tuelimike, tusio wasomi.